Na wasalimu katika jina la Yeshua. Hamjambo. Nataka nichukue fursa hii kuwasalimu wote wapendwa mnaonisikiliza kwa wakati huu. Naomba tuweze kugawana na nyinyi kitabu cha Luka 6 mstari wake ni wa 20. Luka 6 mstari wa 20. Mimi ambaye nawazungumzia naitwa Sir Jugus Powerman, na baba yetu yawe awabariki. Kitabu cha Luka 6 aya yake 20, kichwa kinasema baraka na masikitiko. Inasema hivi: akainua macho yake akawatazama wanafunzi wake, akasema, heri ninyi mlio maskini, kwa sababu ufalme wa Yawe ni wenu. Nende nasema, heri ninyi mlio na njaa, kwa sababu mtashiba. Heri ninyi mliao sasa, kwa sababu mtacheka. 22. Heri ninyi watu watakapowachukua na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya Mwana wa Adamu. Furahini siku ile na kurukaruka, kwa kuwa tazama thawabu yenu ni kubwa mbinguni, maana baba zao waliwatenda manabii vivyo hivyo. Kabla niendelee, kwa sababu nitamaliza mpaka mstari wa 26, kitabu hiki cha Luka 6 aya yake 20, Yeshua aliwatazama wanafunzi wake, akawaambia, heri ninyi mlio maskini. Umaskini huu ambao unanenwa hapa, wengi tunaweza dhani ni umaskini gani? Kwa sababu Luka anakuoti Mathayo 5. Mathayo 5. Hebu tuweze kusoma Mathayo 5 kidogo. Tuweze kusoma Mathayo 5. Mathayo 5. Naomba nikasema Mathayo 5. Nitaanza aya yake ya 3, nikiteremka hivyo hivyo mpaka aya yake ya 12. Inasema hivi. Wacha nisome ndiposa nikaweze kuchambua kidogo. Heri walio maskini wa roho. Andiko hapa linasema heri maskini, walio maskini wa roho. Nayo Mathayo, nayo Luka 6, nayo Luka 6:20 inasema, akainua macho yake akatazama wanafunzi wake, akasema, heri ninyi mlio maskini, kwa sababu ufalme wa Yawe ni wenu. Kwa hivyo tunaona ile Mathayo inasema heri mlio maskini wa roho, nayo Luka inasema heri mlio maskini, heri ninyi mlio maskini, kwa sababu ufalme wa Yawe ni wenu. Kwa hivyo tunaona hapa ile inasema maskini wa roho. Ningependa hapo kwa comment ukaweze kuangalia kusema hapo kwa comment ni gani iliyo sawa, ni hii ambayo inasema heri mlio maskini, ama ni heri mlio maskini wa roho, kwa sababu ufalme wa Yawe ni wenu. Lakini kwa mtazamo hapa ambao ninaoona mimi, naona umaskini ambao unasemekana hapa ni umaskini kabisa, ambao watu wanakuwa maskini wa kawaida, sio mambo maskini wa roho. Kwa nini nasema sio maskini wa roho, si wa kiroho yani, ama wa roho, ni maskini wa kawaida? Kwa sababu ya mstari ikiendelea hapo, mstari wa 22 inasema heri ninyi mlio na njaa sasa. Wakati katika kitabu hicho cha Mathayo, ni vyema tukaangalia Mathayo. Mathayo inasema, wacha tuanze kuona, heri wenye huzuni, maana watafarijika. So hii inasema wenye huzuni, heri wenye huzuni. Luka naye anasema Luka anasemaje? Luka anasema heri ninyi mliao sasa, kwa sababu huwezi lia bila huzuni. Kwa hivyo
eh, heri ninyi mlio maskini, heri ninyi mlio na njaa kwa sababu mtashiba. Heri ni nyinyi mliao sasa kwa sababu mtacheka. Kwa hivyo tunaona hapa ile nasema heri mwenye huzuni, na hii inasema heri mliao sasa. Kwa hivyo huzuni na kulia ni kitu moja. Nafikiri pia inasema njaa. Hapa heri mlio na njaa. Labda tunaweza fikiria labda ni njaa ya kiroho. Mwili ambaye anatamani chakula cha kiroho. Lakini njaa iliyo hapa tutakuja kuona huko chini ni njaa ya aina gani. Kwa sababu hii ni njaa ya kawaida. Wacha tuendelee kuchambua. Heri ninyi watu watakapowachukua na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya mwana wa Adamu. Kwa hivyo pia hii kuwachukua, heri ninyi watu watakapowachukua na kuwatenga. Sasa kama hizi zile za juu zilikuwa za kiroho, hata hii inaweza basi ikuwe ya kiroho. Lakini tunaona hii ni ya kimwili kabisa. Luka hakukosea wakati hakuongeza kiroho. Kwa sababu heri ninyi watu watakapowachukua na kuwatenga. Hakuna kutengwa kwa kiroho. Ni kutengwa kabisa. Na kushutumiwa si kushutumiwa kwa kiroho. Ni kushutumiwa kabisa. Kulitupa nje jina lenu pia ni kutupwa kabisa. Lakini sio kutupwa kiroho. Ningependa niweze kuendelea nikachambue mstari wa 23. Furahini siku ile na kurukaruka. Siku hiyo mtakaofanywa hivyo hapa duniani, mfurahi na kurukaruka kwa sababu thawabu yenu ni kubwa kule mbinguni. Kwa hivyo mnafanywa hapa duniani, thawabu inakuwa mbinguni. Ndiposa mambo haya yanaonekana ni mambo ya kawaida ambao watu wanaopitia. Sasa swali ni je, kwani Yahweh anataka watu wawe maskini? Kwa sababu hii aya 20 nasema heri ninyi mlio maskini kwa sababu ufalme wa Yahweh ni wenu. Kwani Yahweh anataka watu wawe maskini? Kwani Yahweh anataka watu wenye njaa ili baadaye waje kushibishwa? Anataka watu wawe wakilia ndiposa baadaye waweze kucheka? Kwa nini nauliza hivyo? Utaniambia hapo kwa comments ndiposa tukaweze kujua ama kujua iko namna gani. Tuweze kushare mawazo yetu hapo kwa comment. Kwa hivyo aya 24 katika Luka 6, acha tuendelee tusikie. Ole wenu ninyi mlio na mali. Sasa hapa ndipo inayotuonyesha huko juu umaskini ule unaonenwa pale ni ukosefu wa mali, ukosefu wa vitu. Kwa kuwa faraja yenu mmekwisha kuipata. Si unaona? Kwa sababu sasa ni hapa duniani. Faraja yenu mmekwisha kuipata, enyi mlio na mali. So hiyo ndio bado swali liko pale. Kwani hatutakani kuwa na mali? Hatutakani kuwa na faraja? Kwa sababu hawa wanaambiwa kwa maana faraja yenu mmekwisha kuipata. Ole wenu ninyi ambao mmeshiba sasa. Si unaona? Hata ile njaa ambayo inasemwa pale sio njaa ya kiroho, ni njaa ya kukosa chakula. Na sasa hapa inasema wale wanaokula katika ulimwengu huu wanaambiwa ole wenu ninyi ambao mmeshiba sasa kwa kuwa mtaona njaa. Sababu ati baadaye watakuja kuona njaa kule mbinguni. Ole wenu ninyi mnaocheka sasa kwa kuwa mtaomboleza. Je, kwani tunahitajika kukaa na huzuni? Swali uweza kujibu pale kwa comment pale chini na baba yetu yeye atakubariki. Ole wenu ninyi watu wote watakapo wasifu kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii kwa uongo mambo hayo. Kwa hivyo hatutakiani kusifiwa. So hii ni jambo ambalo tunafaa kujiuliza. Kwani inatakikana namna gani? Kwani tunatakiwa tuwe maskini, tuwe na njaa, tuwe na mambo hayo yote ambayo sio ya sio ya dunia hii, ili kwamba tupate yetu mbinguni. Naomba mawazo yako hapo kwa comment chini, na weza kulike, kushare na kusubscribe, na baba yetu Yahweh atakubariki.